السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لوله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد يكمحمد الله سبحانه وتعالى نكمتكي رحمة أماني متميت محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu katika iman, tukiwa katika hilqa yetu ya 4 katika kikao ambacho tunazungumzia 10 qawaid fi tazkiyati nafs, misingi 10 katika kuisafisha nafsi, ambapo ni risala ya Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri, chapisho la kwanza ya kitabu hicho. Tukaanza kuizungumzia nafsi na nafasi yake katika maisha ya kila mwanadamu, na kwamba kuna wajibu wa kila mmoja aisafishe nafsi yake liliqai llahi subhanahu, kwa maandalizi maalum ya kukutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama, kama anavyonukuu Allah subhanahu wa ta'ala akituambia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Itakuja siku ambayo mali aliyochuma mtu na watoto waliokwenda kuwazaa hawatomsaidia kitu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Ikiwa ameondoka duniani hali ya kuwa yeye nafsi yake imechafuka kwa madhambi na maasi, basi hata akatoa fidia watoto wake, hata akatoa fidia ya senti zake na kila kitu chake, hakitomnufaisha hicho, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule Muislamu ambaye atafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na moyo msafi uliosalimika na maasi, uliosalimika na madhambi kwa jumla. Huyu atapata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema ya kwamba moyo msafi unafanya kutengenezwa, moyo msafi unafanya kutayarishwa. Mwenyezi Mungu alipotuumba akasema, inna hadainahu sabila, huyu mwanadamu tulimwandalia maisha mara mbili, imma shakira wa imma kafura. Ima mwanadamu achague barabara ya shukrani, awe ni mwenye kuswali kwa ajili ya Allah, awe ni mwenye kutoa sadaqat, awe ni mwenye kufunga saumu. Kwa hiyo imma shakira, ima mwanadamu awe mwenye shukrani, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma kafura, au mwanadamu ashike barabara ya ukafiri, aone kwamba yeye kuja msikitini hawezi, kupata saumu hawezi, ni mambo yametoka na wakati, kuisoma Qur'ani hana time nayo, kuleta istighfar hana time na hiyo. Wapo sampuli hiyo. Kwa Mwenyezi Mungu alituleta duniani na katuwekea maisha mara mbili, ima tumshukuru Allah au tushike barabara za ukafiri. Kwa hiyo tukasema tukumbushane mambo 10 ambayo ni ya kusafisha nafsi, ili Muislamu akutane na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa yeye ni msafi. Jambo la kwanza tukasema ni at-tauhid al-khalis, kwamba Muislamu ashike tauhidi safi, asiwe mshirikina. Jambo la pili tukasema ni dua, na tukaeleza
dua inakuwa vipi kisafisho cha nafsi. Jambo la tatu tukasema ni Al-Qur'an. Qur'ani hii ambayo leo watu wanaisoma, watu wanahifadhi, lakini tukimuuliza Fudhail bin Iyad anasema Al-Qur'anu, hii Qur'ani hii nazala liyu'mala bihi, Mwenyezi Mungu aliteremsha ili ifanyiwe kazi. Kuifanyia kazi Qur'ani ni kufuatilia yale maamrisho yaliyoko ndani ya Qur'ani. Kuifanyia kazi Qur'ani ni kuepuka yale makatazo yaliyokatazwa ndani ya Qur'ani. Kisha akasema wattakhadha an-nasu qira'atuhu amalan au tilawatuhu amalan, kisha watu wakaja kuifanya Qur'ani kwamba akishaisoma kashafanyia kazi. Maadamu ashahifadhi Qur'ani, maadamu anasoma Qur'ani, hapo yeye ashamalizana na jambo la Qur'ani. Hapana, aisome Qur'ani kisha aifanyie kazi. Aisome Qur'an kisha aifanyie kazi, afuate yale maamrisho yaliyokuja ndani ya Qur'ani na aepuke yale makatazo yaliyokatazwa ndani ya nini, ya Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani nazala liyu'mala bihi, Qur'ani Mwenyezi Mungu ameteremsha ili ifanyiwe kazi. Leo watu wanakaa mpaka hapa tuna mashetani aingiwe na majini, ndipo sasa anaitafuta Qur'ani. Tapata wapi mwalimu wa visomo? Tapata wapi mwalimu wa visomo? Tamsomea hapo kwa huyu, kwa sababu yeye na Qur'ani shay'ain bari'ain, ni vitu viwili vya mbalimbali. Lau utamuuliza huyo aliyeshikwa na majini, bwana wewe ulisoma Qur'ani lini? Mimi sasa sijasoma. Mimi hujasoma wewe? Hujasoma Qur'ani yako? Hajasoma, haijui. Au akishakwambia amesoma sasa anajua, lakini sasa ndogo ndogo zile, akiashiria Ikhlas, Falaq, An-Nas, sasa ndio sura 5 tu. Hata ndio sura 5 maisha yote kama miaka 40 ndio sura 5 tu. Kwani sasa Kiswahili na hizi inatosha? Sometimes unakutana na watu wajinga hii dunia, yani amesoma mpaka university, akasoma na college mbalimbali, akawa ni profesa kwenye dunia, lakini eti Qur'ani na kuuliza kama ni na sura 3 miaka 20, miaka 20 yasoma atabati ada wala asr kwa Allah peke yake. Hii ni kumbavu. Anakaa maisha yote, amepewa miaka 40, amekaa miaka 50 duniani, eti anajua sura 3 na ametosheka. Tena wapi baba wa mtu huyo, mbaba huyo au pia ni mama huyo, Suratul Fatiha haijui na amekubali kwamba hajui, basi hajui Qur'ani. Allah amempatia umri mrefu. Mwenyezi Mungu atakwenda kuuliza siku ya Kiyama, atakwenda kuwauliza hawa watu ya kwamba kwani hatukuwapa afya kwenye miili yenu? Jambo la kwanza atakwenda kuulizwa mtu siku ya Kiyama, kule duniani wewe hatukupa afya? Wanaruika mimai barid, kisha tukakupatia na maji fresh ya kunywa, ukapata maji tamu ukanywa, ukateuka shekhe, unakunywa maji fresh. Allah amekupa afya, alafu tunakaa miaka 20 unajua Qur'ani sura ndogo ndogo, tena ukiulizwa ni ngapi, sura 2 ama 3. Haya, mwambie zisome hizo sura ndogo, hazipo kwenye msahafu, hazipo. Kwa nini hazipo? Zina makosa zote. Soma Qur'ani kama kuna shangaa sasa, Qur'ani gani hizi? Sura hazipo kwenye msahafu, hizi haziko. Juzi ngapi? Hajui. Suratul Fatiha ataisoma utashika kichwa. Inafikia pahali imamu anashelewa msikitini suratul Maghrib ama salatul Isha, Waislamu wako ndani ya msikiti wanazima microphone, baada tusali peke yetu hapa ndani suratul Maghrib, eti wanazima mashini wasali peke yao ili wasome Qur'ani yao, sio ile inajulikana. Hii ni khasara. Madarisi zipo, walimu wapo, kusoma hawataki.
Ndio saa hii unapata tuko watoto watuku msikitini wasikiza darsa, na wanajua kwamba dhuhuri huko na darsa, alasiri ipo darsa, lakini hawafanyi nini? Hawakai wakasikiza. Wakai kila siku imebakia tutete na mwezi tunatoka kesho huko, na hivyo hiyo ndio dini yetu sisi, ni kubishana na mwezi, hiyo tu. Na sio kwamba tunabishana ili tutekeleze ibada, tunabishana tu bure, kwa sababu ilikuwa watu walibishana kwa uhaki, wangekuwa saa hiyo kwa wapi? Msikitini wanasikiza darasa. Ingekuwa saa hii watu wanashindana kupekua kurasa za Qur'ani kuisoma, ingekuwa msikiti umekuwa mdogo kwenye qiyamul layl ya tarawih. Lakini maajabu, pamoja kwamba Qur'ani hapa inasoma vizuri, hawaswali hivyo tarawih, swali hivyo, swali isha, wale wanaenda zao wote. Kwa ndugu zangu, Qur'ani ni jambo la tatu ambalo ni sababu ya sisi kusafishiwa nafsi zetu na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa sisi tumefika kwa hali nzuri. Tukachukua jambo la 4 ambalo jambo hili ndio tulizungumzia leo, moja peke yake. Jambo la 4, ittikhadh al-uswa wal qudwa. Muislam atafute kiigo chema, maskani ya watu wazuri, atembee na watu wazuri. Usikae na watu wa mugoka na bangi. Qur'ani hautoisoma kijana. Usikae pale nyumbani wakati wa mapumziko, umepata likizo ya kwenda nyumbani wiki moja ama 2, usiende kukaa na vijana wakorofi. Utarudi madrasa, utoroke madrasa kwa sababu umeona wale kule wanaishi vizuri. Hapana, wanapoteza muda. Kwa hivyo ittikhadhi al-uswa, ili ukae mwema, kaa na watu wema. Ili ukae mwema, kaa na watu wema. Ili uwe kijana mzuri wa tabia njema, kaa na vijana wenye tabia njema. Uwezi kaa na vijana washenzi alafu tarajia utakuwa mwema, uwezi. Mfano, kanzu yako nyeupe hii iingie doa moja tu, doa hili moja la matope ya mvua au la grease ya tuktuk au pikipiki, ule uchafu mweusi uingie kwenye kanzu yako nyeupe. Kila atakaye kuona, mbona umechafuka bwana, doa moja, hatotazama weupe wote ule akajua kanzu nyeupe, lakini weupe ni mwingi. Anachokiona yeye ni dosari ndogo iliyoingia kwenye kanzu ile nyeupe. Inaashiriwa kwamba hata kama wewe ni kijana mzuri, unasali, unahifadhi Qur'ani, lakini ukikaa dakika 5 na mtu mwovu atakayepita kikuona, kijana anaanza kuharibika. Huyu amekaa wapi bwana? Shaona dakika 5 tu ulizokaa sehemu chafu na watu waovu, tayari dakika zile 5 zitaharibu uzuri wako wa miaka yote. Kwa hiyo ittikhadh al-uswa, anatakiwa Muislamu awe mtoto ama mtu mzima, aangalie ni watu kina nani anakaa nao kwanza, atafute kiigo cha kuiga, maskani njema atakayokaa, ili azidishe wema wake. Mwenyezi Mungu anasema, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Imeshakuwa kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, imeshakuwa kwa mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana, kwamba ni kiigo chema. Kila mmoja amsome mtume wetu Muhammad, amuige mtume. Alikuwa mtume akivaa vipi? Muislamu avae kama alivyovaa mtume alayhi salatu wasallam. Mtume alikuwa kila chakula namna gani? Nasi tule kama alivyotufundisha mtume, kama alivyokuwa kila mtume. Mtume alikuwa akienda chooni namna gani? Tuende chooni kama alivyokuwa akienda nani? Mtume katufundisha kwamba tuingie chooni na mguu wa kushoto, tukitoka tuanze na mguu gani? Wa kulia. Kisha tukiwa mlango wa choo kuingia ndani ya choo tusome dua gani?
unasoma dua, si ndio? Haya, hebu tusome kwa pamoja dua chooni. Naam Sheikh, dua kuingia chooni. Tusome kwa pamoja dua kuingia chooni. Sisi sote tunaingia chooni hapa. Bismillah. Dua gani tunasoma kuingia chooni? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Maana yake, Allah, nakuomba unilinde kutokamana na shetani chafu ya kiume iliyoko ndani ya choo hii inayoingia. Allah, nakuomba unilinde kutokamana na shetani ya kike chafu iliyoko ndani ya choo hiki. Kisha unaingia. Ukisoma dua hii, wale mashaitani wawili wanatoka nje ya choo. Wanatoka nje ya nini? Wewe unabaki pale unafanya shughuli yako salama. Kisha unatoka, unasoma dua nyingine kutokea chooni pale nje ya choo, sio ndani. Nje ya nini? Ya choo. Ni dua gani kutoka ndani ya choo? Ghufran. Allah, msamaha ni wako, nisamehe. Bimaana ukiingia chooni pale kunakuja mawazo mbalimbali, fikra mbalimbali, unaomba Allah akusamehe. Umemaliza fanya nini? Haja. Unaomba msamaha kwa Allah. Kwa hiyo tunamwiga Mtume mtakatifu tunapoenda chooni. Tunamwiga Mtume wakati wa kulala. Hatulali tu kwa sababu tuna usingizi, lakini tunalala namna alifundisha nani? Mtume alayhi salatu wasalam. Muislamu anataka akilala aanze na upande gani kulala? Upande wa kulia, ndio. Akishakuwa amekaa pale kwenye kitanda chake au pale kwenye firashi yake, kwenye farashi, mwanamume wa Kiislamu bora zaidi alale chini. Sio kama usimwe kitanda. Mwanamke alale kwenye kitanda cha 6 kwa 6, matress kubwa. Lakini kwa wanaume walale wapi? Kwenye zulia yako pale, sehemu ngumu ambayo hutopata usingizi mzito, usingizi wakati na kati, utakupatia nafasi ya kuamka usiku qiyamul layl. Ukilala pale pagumu kidogo, unapata wepesi wa kuamka usiku. Ukilala pahali, ukishaanguka ile matress unasikia utamu, ukigunduka ni saa 3 asubuhi. Fajri imepita. Fajri imefanya nini? Imepita. Wallahi, unaweka alam ya simu yako, unaweka karibu na kichwa kabisa, alamu itapiga paka utazima kwanza asubuhi. Fajri ile inaenda zake. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa kilala sehemu ngumu, sehemu ambayo kuamka kwake ni wepesi. Kwa tunamwiga Mtume, tunalala na mkono wa kulia, kisha tunasoma dua. Unasoma dua zako hizo zote za wakati wa kulala, kisha unajilaza kwa ubavu wa kulia, alafu unaweka mkono wako sehemu hiyo, unasema Allahumma qina adhabak yawma tab'athu ibadak. Mara ngapi? Mara 3. Allah, niokoe, nilinde na adhabu zako siku utafufua viumbe vyako, waja wako. Mara ngapi? Mara 3. Muislamu analala hivi, ataukifa kwenye usingizi huo peponi. Ushajilinda kwa Allah na moto, tena wakati wa kulala, mbona usiende janna? Lakini angalia leo kwenye ile bedroom kuna TV kubwa, anaweka pilo pale, anajilaza na remote yake, anawasha pale vipindi mpaka usingizi unakuja, TV inaendelea. Kwa hiyo analala akiangalia wa Nigeria ama Wahindi ama vipindi vingine. Sawa, wapenzi wa movies wanalala, usingizi mabeba, movie inaendelea au series inaendelea. Kwa hiyo yeye usingizi umempata, kuna series ya mapenzi inaendelea. Sasa niambie, akishakufa usingizini huyu, picha ya mwisho inachukuliwa pale ni gani? Ya movie. Mwanadamu anafufuliwa kwenye sababu ya mwisho aliyofia, pale ulipokufa na matendo yale ya mwisho ndio anachukuliwa yale. Kwa tuchunge. Kwa Mwenyezi Mungu atuambie, laqad kana lakum, imepatikana kwenu nyinyi, ikishapatikana kwenu nyinyi, fi rasulillah, kwa mtume wa Allah, uswatun hasana, kwamba mnacho kiigo chema, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir,
Lakini kwa nani? Kwa yule ambaye ana matarajio ya siku ya Kiyama, kwamba atakufa, atafufuliwa, atalipwa matendo yake aliyotenda duniani. Yule ambaye kwamba ana matarajio ya akhira, basi amchukue Muhammad alayhi salatu wasalam kwamba ndicho kioo chake cha kutazama. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, kisha awe na tabia ya kumtaja Allah kwa wingi. Taja Allah sana, sali, funge, soma Qur'ani, leta adhkar, swalie Mtume mara nyingi sana, kwa sababu ukimwona mtu amepagawa na majini, jua na madhambi. Yeyote anayepagawa majini, ukimpata mtu amepandisha majini, jua na nini? Mbona mseme? Ni Qur'ani ndio inasema hivyo. Qul hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Kwa hiyo ukimpata mtu ana majini yasiyotoka, pepo wa majini mengi kweli, hana amani, huyu ana madhambi, kwa sababu sifa ya imani, sifa ya Uislamu ni kwamba mashaitani wakae mbali na sisi, kama walivyokuwa masahaba wa Mtume. Mtume anamwambia Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, haupiti kwenye barabara wewe, kama kuna mashaitani mbele hapo wanabadilisha njia, sawa? Kama kuna majini kwenye hii barabara ambayo wewe unapita, wao watafuta barabara nyingine wanaenda. Sasa kama unapokuja wanatoroka, wanaweza vipi kuingia mwilini? Inawezekana? Kwa hiyo ikifikia pahali mashaitani wameenda mpaka ile hofu yako kwao imeondoka, mpaka wanaona sasa hata tuondoke chooni tuingie ndani yake, wewe shaka ni mwovu. Yaani jini mpaka hapa chooni, mbona pia kuna afadhali huyu ni mwovu shika choo. Yaani jini wa chooni ameona hii choo ina afadhali, ni safi, huyu ndio mchafu sana kupita choo yake, acha tukae ndani yake. Sawa? Watu wenye kumwasi Allah ndio wenye kupatwa na majini. Wallah, nasema hivi kwa dalili. Naongea haya kwa nini? Kwa dalili. Hauwezi mcha Allah kisha Mwenyezi Mungu akusalitie mashaitani wa kijini. Haiwezekani. Eti mtu anasoma Ayatul Kursi, Ayatul Kursi ambayo shaitani anamwambia Abu Huraira. Shaitani wakati Abu Huraira sahaba wa Mtume amewekwa atazame zakatul mali ya Ramadhani, atazame baitul mali ya Ramadhani, watu wanaweka, Waislamu wanaweka zaka zao hapo, kuwa askari hapa. Anakuja mtu usiku anataka kuiba, kamuona mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kisha Mtume akamuuliza siku zote hizo, ewe Abu Huraira, unajua ni nani anayekujia kila siku anataka kuiba? Kamwambia huyo ni shaitani. Kwa shaitani anaweza jigeuza pia kama mtu, akaja dukani kwako kutaka kuiba. Sawa? Kwa hiyo yule shaitani aliposhikwa na Abu Huraira kwamba sitakuachia mimi mpaka nikufikishe kwa Mtume, kamwambia nitakufundisha jambo litakusaidia, Allah atakunufaisha kwa jambo hilo, na mashaitani hawakukusogelea. Masahaba walikuwa ni watu wenye kupa ya ilmu. Kasema sawa, nifundishe. Kamwambia inapofika usiku wako, soma Ayatul Kursi mpaka uikamilishe. Ukishaimaliza aya hii, hakuna shaitani yoyote atakayekuja karibu yako siku mzima. Sawa? Mtume akamwambia, akakwambia ukweli, lakini daima shaitani ni muongo. Sawa? Hii kisa tunaifanya fupi ili tuseve wakati. Kwa hiyo Ayatul Kursi inaposomwa, shaitani hasongei hapo. Leo unamwambia mtu aliyepatwa na mashaitani wa kijini, soma Ayatul Kursi 100 asubuhi 100 jioni, anamaliza mwezi jini atoki. Ni mkweli huyo?
sio moja, zisome 100 hasa. Ukishamka salatul fajr umemaliza, soma ayatul kursi mara 100 taratibu. Wallahi anasoma mwezi unaisha, shetani hataki kutoka. Sasa je, huyu ana shetani ama yeye ndio shetani mwenyewe? Yeye ndio shetani mwenyewe, kwa sababu kama ayatul kursi moja Abu Huraira anaambiwa na shetani wa kijini, ukisoma aya hii shetani hasongei karibu yako. Inakuwaje unayesoma yuko ndani yako, sio karibu, ameingia ndani? Inakuwaje? Wallahu musta'an. Qala Ibn Kathir anasema rahimahullah, hadhihi al-ayatu al-karima, aya hii tukufu, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillah, ndio msingi mkubwa inaotuhimiza kumuiga mtume alayhi salatu wassalam. Muislamu avae Kiislamu, Muislamu ale Kiislamu, Muislamu aende msalani Kiislamu, Muislamu aishi Kiislamu. Kuna maisha ya Kiislamu tuishi hayo, na kuna maisha ya kikafiri tuachane nayo. Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, tumuige mtume kwenye matendo yake, kwenye maneno yake na hali zake za kila siku. Tumuige mtume alayhi salatu wasalam. Tumuige nani? Mtume alayhi salatu wasalam, kuzungumza, kutenda na kwenye hali za maisha yote. Muislamu hafai kuzungumza kwa makelele. Mnazungumza watu wawili karibu, lakini sauti ziko juu. Waislamu na watu wanazungumza sauti za chini. Kwa Kiislamu tunapozungumza sauti za nini? Za chini. Siku moja mtume na masahaba zake wanaenda zao katika safari ya jihad. Masahaba wanaomba dua kwa sauti kubwa. Mtume akawaambia, irba'u ala anfusikum, zihurumieni nafsi zenu, innakum la tad'una asami wala ghaiba, nyinyi hamuombi dua zenu kwa kiziwi wala aliyoko mbali, innakum tad'una sami'an qariba, dua zenu mnayemuomba anasikia na yuko karibu na nyinyi. Kwa dua yako unapoiomba tumia sauti ndogo, sawa? Sauti ndogo. Qur'an unaposoma soma sauti mu'tadila, ya kati na kati, sio mwenzako amekaa pale unamchanganya. Wewe umepaza sauti huko mwisho msikiti huko, mwingine hapo unamtatiza kabisa. Labda kuna mtu anasali sunna pale juu pia anakosea. Kwa nini? Kwa sababu watu wasoma Qur'ani. Soma sauti za wastani. Hata pale nyumbani umeamka usiku, soma Qur'ani sauti ya chini. Usikatie wenzako usingizi usoma Qur'ani yako sauti ya nyuki ile mungurumo basi, sio fujo. Hata ukawasha Qur'ani kwa TV ama radio bana, majirani wote makafiri hawachana wote na Qur'ani. Qur'ani haijakuja yudi watu. Washa radio yako sauti za chini, sawa shekhi? Washa ile ufa yako ile na booster zile, eka sauti za kati na kati ambazo haziudhi majirani. Kwa hiyo tumuige mtume katika maneno na vitendo na hali zote za kimaisha. Akasema Hasan al-Basri rahimahullah, qala qaumun ala ahdi an-nabi, kuna watu walisema zama za mtume kwa hai, wakasema watu hao, inna nuhibbu rabbana, sisi tunampenda Mola wetu. Fa anzala Allahu ta'ala hadhihi al-aya, Mwenyezi Mungu akateremsha aya hii. Watu waliposema tunampenda Allah akateremshia aya akawaambia, qul in kuntum tuhibbuna Allah, Muhammad sema kuambia hao watu, kama nyie mnampenda Mungu, fattabi'uni, basi nifuateni mimi mtume wenu. Kama kweli sisi tunampenda Allah, tumfuate nani? Mtume. Tumuige mtume kwenye maneno na vitendo na hali zote za maisha. Yuhibbukum Allah, na Mwenyezi Mungu atakupendeni.
Kwa hiyo ikiwa Muislamu anadai anampenda Allah, kwanza apitie kwenye mafundisho ya Mtume. Tumpende Mtume, tumtazame maneno yake, vitendo vyake, tabia zake. Hapo ndio itakuwa tasadikisha kweli mapenzi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo namna alivyokuwa Mtume, maneno yake, vitendo vyake na hali zake tuige, ndio tupate mapenzi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fatibau rasulu, kule kumfuata Mtume, wataasi bihi, na kumuiga, dalilun ala sidqi mahabbati llahi ta'ala, hiyo ni dalili ya kuonyesha ukweli wa kumpenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lianna al-ittibaa, kwa sababu kumfuata, wal-iqtidaa, na kuiga, bin nabii alayhi salatu wassalam, Mtume, wasairi ala manhajihi, na kuenda barabara ya mfumo wake Mtume, alqawimi, ulionyooka, huwa ainu tazkia, hiyo ndio sampuli ya kujitakasa. Kumpenda Mtume, kumfuata Mtume, kumuiga Mtume kwa yale aliyotufundisha, hiyo ndio namna ya nini? Ya kujitakasa na kujisafisha. Tuwe wasafi kwa kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam. Wala yumkinu alwusulu ilayha bighairi ma jaa bihi rasulu alayhi salatu wassalam, wala hatuwezi fikia mapenzi ya Mwenyezi Mungu basi na kufuata yale aliyofundisha Mtume alayhi salatu wassalam. Anasema mwanachuoni, nikimalizia, Ibn Qayyim rahimahullah, tazkiyatun nufusu, kuzisafisha nafsi, asabu, ni jambo gumu. Kuzisafisha nini? Nafsi, ili tuwe wasafi, ni jambo gumu. min ilaji al-abdani wa ashaddu, kulikoni kutibu maradhi ya mwili, yani kujitakasa nafsi na kuitibu nafsi ni jambo gumu sana kulikoni kujitibu maradhi ya mwili. Faman zakka nafsahu biriyadata walmujahada walkhilwa allati lam yajibu biha ar-rusul, yule atakaitakasa nafsi yake kwa mazoezi na kuikandamiza na kuiweka kando kwa mfumo ambao mitume hawakufundisha, kalmaridhi alladhi yu'aliju nafsahu bira'yi, ni sawasawa na mgonjwa ambaye anajitibu kwa maono yake, kwa fikra zake. Umepewa dawa na daktari, meza asubuhi, mchana na jioni kabla ya chakula, sawa? Wewe ukameza mara moja kwa siku baada ya chakula, tiba hii haitokupatia manufaa kwa sababu unajitibu kwa maono yako, hujapata mazungumzo ya nani? Ya tabibu, sawa, ya daktari. Kwa hiyo atakayesafisha nafsi yake kwa ibada ambazo hazikufundishwa na Mtume Muhammad, ibada hizo ni kazi bure. Sijui inaeleweka hivi? Atakayetekeleza mambo ya Uislamu ambapo amefuata mwelekeo na mafundisho ambayo hayakufundishwa na Mtume, anajichokesha. Anafanya nini? Anachoka bure. Hakuna chochote atakachopata kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tufanye ibada ambazo Mtume amezifundisha, hata kama ni kidogo, hata kama ni kidogo. Usiongeze ibada nyingi. Ukiulizwa umezitoa wapi hizi, kuna ubaya gani? Hiyo ubaya gani? Haifai. Sio kuna ubaya gani bana, hapa tuabudu Mungu kwa kuna ubaya gani? Tunamwabudu Allah kwa yale yaliyothibiti katika kitabu na sunna, sawa? Tunafanya ibada kwa yale yaliyokuja ndani ya Qur'ani na hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Usifanye jambo kuna ubaya gani. Kwani kuna ubaya gani? Kwani nakosea wapi hapa? Hiyo kukosea usikosee ni yako. Mtume kasemaje juu ya jambo hili? Sawa Sheikh? Naam. Kwa hiyo anasema wanachuoni huyu Imam Ibn Qayyim ya kwamba kuitibu nafsi, kuitakasa nafsi ni jambo gumu zaidi ya kutibu maradhi ya mwili, na yeyote atakayesafisha nafsi yake kwa mambo ambayo kwamba hakufundishwa ni sawasawa na mgonjwa
anayejitibu nje ya mafundisho ya daktari. Daktari amekupatia mwelekeo, kula chakula hiki, kula wakati huu, kunywa dawa hizo wakati huu, wewe ukajitibu unapotaka wewe. Meza tableti 3, wewe una meza moja, au bana meza 3 asubuhi na jioni. Hii 3 nitachelewa, boksi zima ba utumboni. Sawa, umemeza tembe ngapi? 3 asubuhi, 3 mchana, 3 jioni. Mbona anachelewa? Zote tembe zote 60 zinazoza kwa wakati mmoja bwana. Utakufa. Utafanya nini? Utazipiga tembe 60 usienuke tena. Si utaki kumeza 3, unazipiga zote 60, azimeze ufe. Basi meza ukufe. Kwa hiyo ibada ukizifanya nje ya mafundisho ya Mtume, unatafuta maangamivu, hakuna natija ibada hizo. Fardhusulu atibaul qulub, mitume ni matabibu wa nyoyo. Fala sabilu ila tazkiyatiha wa salahiha illa bitariqihim, hakuna barabara utakayofuata kwenda kuutakasa moyo wako ila kwa kuwaiga mitume. Wa ala aidihim, na utembee katika mikono yao. Wa bimahdhi qiyadi wa taslimi, kisha ufuate wale waliofundisha na ukubali kwamba hichi kichache hiki ndicho alichofundisha Mtume. Kile kingi ambacho hakipo kwenye mafundisho tena nacho taslimu, usalimu. Wallahu almusta'an, Mwenyezi Mungu atusaidie. Kwa leo insha Allah taala tutakomea hapa, ya kwamba kuna wajibu wa Uislamu kutafuta waigizaji wema, yaani Muislamu aige watu wema. Wa kwanza wa kuigwa ni Mtume, kisha masahaba zake, kisha waliokutana na masahaba na wale wema waliotangulia. Hivi ndio wewe na mimi tutafikia kwenye kufaulu. Kwa hiyo insha Allah taala, jambo la 4 la kusafisha nafsi zetu ni kuwaiga watu wema, ikiwa wa kwanza ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa kwanza nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ninaposema hivi kwamba tumuige Mtume na masahaba zake, haimaanishi kwamba tujinasibishe ama tujifungamanishe. Naelewesha hapo? Kuna ile tabia ambayo tuko nayo leo, Waislamu, ni tabia ya kujiita kwamba sisi ni masalafi. Sawa, hii ni tabia imechipuka miaka hii ya juzi 2020, si ndio? Si makosa, lakini anachokitaka Mwenyezi Mungu ni Uislamu msafi. Uislamu msafi. Mtume hakutuita kwenye usalafi, alitoka kwenye nini? Uislamu. Uislamu ni kushika tauhid iliyosalimika na ushirikina. Sawa? Leo mtu anakasirikia Uislamu wenzake wote, maadamu hujasema mimi ni salafi, sikusalimii. Mpaka useme. Mpaka fanya nini? Useme, ukubali ya. Kama hujasema la ilaha illa Allah yako haina kazi kwake. Hii ni hatari sana. Kinachozingatiwa mbele ya Allah ni la ilaha illa Allah. Ukishasema la ilaha illa Allah vizuri, wewe ni salafi, wewe ni ansari, wewe ni ahlus sunna wal jamaa. Ukifuata Qur'an, ukifuata hadith, wewe ni salafi. Sawa? Ukifuata Qur'an, ukifuata hadith, wewe ni ahlus sunna wal jamaa. Maana yake ni kufuata Qur'ani na nini? Na hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini leo imekuwa ni ugonjwa, watu kasirikiana, kutosalimiana, kuchukiana. Hii ni hatari sana. Kwanza ni jambo ambalo lielezewe wasomi, watu waliosoma vizuri ndio wazungumzie masala hayo, lakini wanapatoa hoja hizi wanafunzi wadogo. Inafikia pahali kijana mdogo anampita mtu mzima bila kumsalimia. Kwa nini? Yule sio salafi. Unamwacha mtu mzima shekhe usimsalimie kwa sababu eti si salafi. Hiyo ni hatari.
ni hatari. Mtume alayhi salatu nimalizie, Mtume anakutana na mwanamke kafiri, ana mzigo wake ndani ya Makka, sawa. Mama huyu kaitisha vijana mbalimbali asaidiwe tu, abebeshwe njiani, bana njoo nisaidie mzigo wangu. Kila mmoja ataki. Kaja Mtume alayhi salatu wasalam, anapita barabara zake, kaitwa njoo nisaidie mzigo wangu nibebeshe. Mtume kachukua mzigo mwenyewe, kabandika kwenye mabega yake, kamwambia mama, nielekeze nyumbani kwako. Sisi tunaweza? Mwanamke si Muislamu umbebe mtungi wake wa maji, mtu mzima umpelekee nyumbani kwake, tunaweza? Kafikisha mzigo Mtume alayhi salatu wasalam kwa mwanamke kafiri mushrik nyumbani. Yule mama kamuuliza Mtume, kijana, mimi nimeambia watu wengi msaidia tu wanibebesha wakashindwa. Wewe tabia yako ni ya maajabu, lakini nakuonya, ndani ya mji hapa Maka kuna bwana mmoja tu Muhammad hapa ameharibu vijana wengi sana, na kuomba kukutana naye usimsikize. Mtume kamtazama, kamuuliza, huyu kijana anaitwa Muhammad anaharibu watu, ukimwona mjua? Sema hapana. Kamwambia, ndio mimi hapa, ndio huyo anaharibu vijana hapa mtaani, ndio mimi sasa, ambaye nakubebea mzigo wako mpaka hapa nyumbani kwako. Yule mama kwa mshangao kamwambia Mtume, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Qur'ani hiyo maneno yanatolewa na mwanamke mshirikina, Mwenyezi Mungu anayanukuu, yanakuwa Qur'ani, tunayasoma ibada, sawa, kwamba ye Muhammad, wallahi uko juu ya tabia njema. Sio una tabia njema, zile tabia zimekuwa nyingi mpaka uko juu yako umezishinda. Mwanamke huyu anasilimu kwa sababu hii, sawa, kwa sababu sasa sisi vijana watu wazima Waislamu wote, kuna mmoja anaweza kusilimisha mtu kwa tabia? Tabia zetu zinaweza kwa sababu za mtu asilimu, kama sisi wenyewe tulitokana, sisi kwa sisi tulitokana. Waislamu kwa Waislamu wafanya nini? Wanatokana, huyu sio salafi, huyu tablighi, huyu sio nani, tulitokana kwa sababu tabia, sawa. Mfano, asubuhi saa 4 pale ofisini kwangu amekuja mama mjamzito, sawa, amepewa talaka. Kwa nini? Ati mwanamume anamwambia yule mwanamke, yes, nimeshindwa na majukumu, kwa hivyo nakuacha, baada ya shamte ujauzito. Sawa, amekuacha ndio, anakutazama kwa hali uko nayo? Hapana. Sasa niambie, Muislamu anampa talaka Muislamu kwa madai kwamba ameshindwa na maisha ni magumu, anamwachia na ujauzito wake. Anatarajia huyu yule mama wa Kiislamu afanye nini? Anatarajia afanye nini? Leo ukitembea ukisikiza taswira za nyumba zetu za Waislamu na bibi zao, zile kesi ambazo ziko pale, jamaa amekuwa jeuri, mwanamume amekuwa jeuri, anampelekea mke wake tabia ambazo hazitabiriki, mpaka unashangaa kweli jamaa amevali bwana, anaitwa kwa kadhi haendi, kadha anamuita aliyemwozesha pia hataki. Hii ni hatari sana. Kwa vijana tumuige Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume alikuwa mpole, miongoni mwa upole wake, maaba rasulu ta'ama, hakuna siku Mtume aliaibisha chakula. Labda ameweka plate ya chakula pale, katazama, kagusa, chakula gani? Mbele ya yule aliyekipika, Mtume hakuaibisha chakula. Inistahahu akala, Mtume wake wa chakula kimpendeza shaa anakula, wa ankariahu taraka, kama haja akipenda na kiacha tu kwa wepesi.
Lakini sisi tuko hivyo nyumbani, inaweza siku moja kuleta chakula na mguu hivi, kisa kimekuwa chakula hajapenda. Sawa, ameona chakula hajakipenda, anasonya, anatoa sauti ya misonyo, na anasonya huyo, atoka ndo zake, kasirika. Kijana amekasirika sababu kumpikwa anjera, kutaka anjera, taka pilau, kasirika kabisa, anatokana na mtoto mdogo, enda zake na matusi. Akiulizwa watu wa siku hizi, hapana, watoto watakuwa na tabia njema na watu wazima wana tabia njema. Kama chakula umekipenda kula, hujakipenda kiache tu. Mama, chakula hii mimi sijapenda tu mwenyewe, nilikuwa natamani nipate wali au nipate pilau, lakini kama Mungu kishapata marage, mimi sina pita cha chapati leo. Roho safi tu. Lakini uchukue sahani uitupe huko mama yako, mtupie sana ya chakula. Hii ni tabia nyingine ya kipuzi na wapo watoto sampuli hiyo, wapo tena sana. Msiwe namna hiyo, sio namna hiyo, sawa. Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa tabia njema, alikuwa mpole, sawa Sheikh, kwa matamshi na vitendo na hali zote. Hilo ni jambo la ngapi? La 4, al-inqiyad wal uswa. Tuige tabia njema na tufate maono mazuri. Insha Allah taala tunakomea hapo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.